kwamba Yesu ndio mtu wa pekee ambaye anatakiwa tuende naye katika safari ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina bali barikiwe sana. Amen. Wazazi leo wako ridha kuwapeleka watoto kanisani, yeye asiende kanisani. Wewe mama uko wrong, unapotea. Wewe mama ndio unatakiwa uonyeshe mtoto jinsi gani ya kutafuta maisha. Wewe baba ndio unatakiwa ufundishe mtoto wako jinsi gani ya maisha yakoje. Mtoto wako ukifanya hiki unakosea katika maisha. Maisha yanatakiwa uende na watu hivi. Wewe na watu hivi. Na hivyo hivyo unakutafuta Yesu ndio unatakiwa regeza watoto wako. Ukitaka kuokoka kwa Yesu, mtu anakuwa anapenda afanye hiki, ufanye hiki. Unajikuta watoto wako wanakuwa katika maadili mazuri. Kwa sababu ukipoacha watoto wako katika urithi wa kumjua Yesu, hawezi kuwa na changamoto lolote ile ambayo washinda, kwa sababu anajua kama atawaendesha pale katika ile changamoto Yesu Kristo pekee. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tusome kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana 2:15 hadi 17. Yohana 2:15 na mstari 15. Nasoma kwa msaada wa Mtakatifu. Akafanya fimbo ya kama, akafukuza wote katika hekalu, na akaondoa ng'ombe, akamwaga fedha yenye kubadilisha, akapindua meza zao. 16. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza huo, akaondosheni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. 17 inasema hivi, wanafunzi wakasema, wakakumbuka ya kuwa imekuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, ni wivu wa nyumba yako imenuka. Ina maana inakwambia nini? Unapokuwa katika wivu ndani ya nyumba yako, Yesu mwenyewe aliona nyumba ya baba yake wanafanya biashara, akamwaga na akafukuza watu wanaokuwa wanafanya biashara katika nyumba ya baba. Na hivyo katika familia yako, watu wanapokuwa katika maadili machafu katika familia yako, ni watu wa kufukuza. Kwa sababu unapokuwa unatoa vitu vichafu, ndio nakuwa vitu vizuri. Kwa sababu tomate moja ikioza, na wale wote wataoza. Yesu mwenyewe ambaye ni mzizi wa Kristo, ambaye alitufanya sisi kuwa viumbe vipya, yeye ndo alianza kufukuza watu walipokuwa wanaweka hekalu la Mungu kuwa ni soko, kuwa sehemu ya biashara. Akawafukuza, akamwaga vitu mbalimbali. Je, wewe mtu ambaye anakuja kuangamiza maisha yako, wewe unaona ni kawaida? Kwa nini usifukuze? Mtu analeta masiara katika familia yako, wewe unaona ni kawaida? Unashindwa kumwambia. Nikimwambia basi ataniona mimi ndo mbaya. Yesu mwenyewe alimwaga vitu na aliharibu vitu, mali za watu nyingi. Sasa je, wewe? Tuwe bikefu sana katika huduma hii, na tuwe bikefu sana katika familia zetu, kwa sababu Mungu amekupa uzao ambao amekupashia wewe, na wengine wanatafuta uzao katika njia mbalimbali, hawapati watoto. Kuna watu wanakesha na maombi hawapata watoto. Kuna watu wanafanya maseremonia ya ajabu hawafanikiwi kupata watoto. Lakini wewe kufumba na kufumbua unafanikiwa kupata. Yesu mwenyewe alichukua jukumu ya kufukuza watu. Hii ni nyumba ya baba yangu, ni nyumba ya baba. Sitaki masiala. Poteeni, ondoeni vitu vyenu vyote vya kijinga. Sitaki basi. Hii ni mahali patakatifu pa Mungu. Lakini leo watu wengi wanashindwa kuwa na uchungu wa familia. Watu wengi wanashindwa kuwa na uchungu wa huduma ambao Mungu amewapashia. Unaona mtu anafanya herere kanisani, acha tu, Mungu ndo atapambana. Hapana. Kemea. Biblia inaturuhusu tukemee. Biblia inaruhusu tuwakemee. Wale wote wanapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu tuwakemee.
tuwafundishe. Kila sehemu nataka hekima, hekima. Hekima sio hivyo. Hekima haikuwa pale kwa kuharibu, bali hekima inakuwa pale kwa kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapokuwa na misingi ya mizuri ya Yesu Kristo ndani mwako, unapokabidhi Yesu kuwa Bwana Mwokozi katika maisha yako, wewe sio mwamuzi wa nyumba. Anakuwa mwamuzi wa nyumba ni Yesu pekee. Kama kanisa leo zinaangamia kwa sababu mimi kisha kwa fulani nikisema tu, hapana, sio vile. Sikiliza, yeye mwenyewe amekupa misio, anaokupa ujumbe wa kufanya kanisa. Anasema nini su kanisa? Kwa sababu ukirupuka kwa kufanya jambo, ndio unaangamia. Ndio nafika hatua unaanza kuuliza madawa sasa. Ndio nafika hatua unaanza kuwekea wenzako sumu. Ndio nafika hatua wewe ndio wakuweka wenzako milonge. Kwa sababu gani? Unafanya kitu bila kushirikisha mwenyewe amekupa ajira. Na yule ambaye amekupa ile kazi, inalazimika umwambie yeye kama jinsi uweko katika kampani. Na ile kampani, kitu ambacho anataka kufanya katika kazi ile kampani, kutakuwa tuko special kwa kuelekeza jinsi gani ya kufanya ile kazi ili uboreshe. Ndio maana kuko manager. Ndio maana kuko assistant. Ndio maana kuko wala ambao kuchina assistant, wanaitwa madida. Wale wako pale kwa kufundisha ile kazi ili isiharibike. Kwa sababu kazi inapoharibika, ule mshahara utaupa.